Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako e Bwana. Injili ya Marko sura ya 12 mstari wa 28 hadi wa 34. Mmojawapo wa waandishi alifika akawasikia wakisemezana naye. Akatambua ya kuwa amewajibu vema. Akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii: sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu, umesema vema ya kwamba Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye, na kumpenda yeye kwa moyo wote, na kwa ufahamu wote, na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako, kwa faa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa na dhabihu zote pia. Naye Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara, alimwambia, wewe hu mbali na ufalme wa Mungu. Wala hakuthubutu mtu kumsaili neno tena tokea hapo. Neno la Bwana. Ndugu zangu, tunapoendelea na mfungo wetu wa Kwaresima, leo tunafundishwa amri kuu ya mapendo: kumpenda Mungu kwa moyo wetu wote, kwa roho yetu yote, na kwa akili zetu zote. Lakini pia amri kuu nyingine ya mapendo, kumpenda pia jirani. Maaskofu wametupelekea ujumbe wa Kwaresima: ndugu, msichoke kutenda mema. Kutenda mema ni kutimiza amri kuu ya upendo ya Mungu. Lakini pia kutenda mema ni kutimiza amri ya kumpenda jirani pia. Niendelee kualika katika kipindi hiki cha Kwaresima tuzame zaidi katika kuishi amri kuu ya mapendo. Tumpende Mungu wetu anayeteseka kwa ajili yetu. Tumpende Mungu anayetutesekea ili tuokoke. Tuwatazame majirani zetu wote pia tuwapende, na mwisho wa siku katika mfungo huu wote tutoke na baraka ambazo zinatufanya sisi ni wafuasi kweli wa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.